Yes, bana, mambo vipi mtazamaji wa GMT Sports Update kwa siku hii hapa ya leo. Niko hapa kwa ajili ya kuweza kusogezea updates za michezo, na kubwa ni kuhusiana na club ya mabingwa Young Africans, na wazungumzia mabingwa wa misimu yote nchini Tanzania. Sasa kubwa ni kwamba wiki hii ilikuwa ni wiki nzito kidogo kwa upande wao, nje na kutambulisha baadhi ya wachezaji wakubwa kwenye club ambao wamejiunga na club msimu huu hapa kuelekea 2027. Nilikuwa nazungumzia 2026 2027. Kwa siku hii hapa ya leo wamepata wasaa mzuri kwa ajili ya kuweza kutambulisha uzi wao mpya ambao utaenda kutumika mwaka 2026 mwaka 2027. Subscribe kwa ajili ya kuweza kushuhudia nini ambacho Young Africans wamekifanya siku hii hapa ya leo baada ya kuwa umetambulisha uzi wao mpya. So uzi wa kwanza ni huu ambao unauona hapa right now kupitia GMT Sports Update kwa siku ya leo. Of course kwa upande wako pia utaweza kutuandikia maoni yako, ni upi ambao umeupenda. Huu ambao unauona hapa kwa muda huu ni uzi wa nyumbani ama ni jezi ya nyumbani. Nilikuwa nazungumzia home kit 2026 2027. Of course ni moja kati ya jezi ambayo imesifiwa sana, lakini jezi nyingine ni hii ambayo tumeisogeza hapa. Hii ni away kit ambayo ni 2026 2027. Of course hii ni jezi ambayo wataitumia kwa mechi za nje. Umeona bana, ni away kit ambayo ni ya msimu huu hapa 2026 2027 ya Club Young Africans. So toleo la tatu ni hili hapa, third kit 2026 2027. Huu pia ni uzi ambao Young Africans wameweza kuutambulisha kama uzi ambao pia utatumiwa mwaka huu hapa 2026. Hili ni zoezi kubwa ambalo limeweza kufanyika kwa siku hii hapa ya leo, na of course maelfu ya mashabiki nilikuwa nazungumzia wameweza kutokeza pale mitaa ya Jangwani na sehemu ambazo zinapatikana jezi hizi rasmi baada ya kuwa zimetambulishwa na klabu hii hapa ya Young Africans, mabingwa wa misimu yote. Hii ni home kit 2026 2027, lakini pia hii hapa ni away ya ugenini, moja kati ya jezi ambazo pia zitatumiwa kwa mwaka huu hapa 2026 2027. Of course wengi wamezipongeza, lakini naomba nisikie na kutoka kwako ama nione comment yako wewe ambaye unatazama na kutufuatilia kupitia GMT Sports Update kipande cha YouTube. Subscribe, like, na unaweza pia ukacomment na kushare taarifa zetu kwa watu mbalimbali. Takumbuka ya kwamba wiki hii ilikuwa ni nzito baada ya Young Africans pia kuwa wametambulisha baadhi ya wachezaji wakubwa akiwepo Peter Shalulile. Sasa kikubwa kwenye jezi ya Young Africans ambayo imetambulishwa kwa siku hii hapa leo pia ambacho kimewavutia watu wengi ni pamoja na kumtumia moja kati ya wasanii wa muziki wa hip hop nchini Tanzania ambaye kwa sasa anazungumziwa sana kwenye mitandao ya kijamii na anafanya poa kwenye mitandao ya kijamii, namzungumzia Mamba Dudubaya. So of course Young Africans pia wameweza kumtumia Dudubaya kwa ajili ya kuweza kupromote jezi yao, na tumeona baadhi ya interview ambazo Dudubaya amezifanya akizungumzia kuhusiana na kile ambacho kimefanywa na Young Africans, ikiwa ni pamoja na kusifia ofisi zao, utendaji wao, lakini pia kumsifia Engineer Harris, na kubwa ambacho Dudubaya amekizungumza ni pamoja na kuipongeza klabu ya Young Africans kwa kuweza kuachia uzi bora zaidi kwa mwaka huu hapa 2026 kuelekea 2027. Upi uzi wako pendwa hapa? Dondosha komenti yako hapo chini, lakini usisahau kusubscribe, kushare na like taarifa zetu mbalimbali. So until next time, hii ni GMT Sports Updates.